Rhapsody leo tutakwenda tumshukuru Bwana. Tuombe pamoja pale ulipo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa ajili ya nafasi na baraka ya ushindi na utukufu uliotupatia kwa mahali hapa siku ya leo. Asante kwa fadhili zako, kwa rehema zako. Asante kwa utukufu na ubora na ushindi katika maisha yetu Bwana. Asante kwa ajili ya kila anayetusikiliza popote pale Bwana, anayetazama au kusikiliza maisha yake hata kwa kama ambavyo alikuwa mara ya kwanza baada ya kipindi hiki. Asante kwa ajili ya mwezi wa April ambao umekuwa ni mwezi wa ushindi wa utukufu. Tumepata nafasi ya kujifunza neno lako, kujengwa, kuhuishwa na wewe Bwana. Na asubuhi leo mioyo yetu imefunguka kusikia kutoka kwako, kupokea kutoka kwako. Asante kwa kumhudumia kila mmoja wetu ambaye anashiriki kipindi hichi katika namna pekee, katika namna tofauti. Asante kwa ajili ya nguvu yako Roho Mtakatifu, maana inasambaa kupitia mawimbi haya sauti, kuweza kugusa, kuleta uponyaji, uzima, afya tele, kuleta mabadiliko, kuleta wokovu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba na kushukuru. Amina. Oh, hallelujah. Wow. Kama nilivyosema, of course leo ni Mei Mosi na somo la leo linasema ufanisi wa kiungu. Kwa Kiingereza tunasema divine competence. Malaka sayatadeba. Ufanisi wa kiungu, yani kuna ile ability au uwezo ambao sio wa kibinadamu, ni wa kiungu ambao unaweza ukawa nao. Kwa hiyo ukisema jamaa kwenye una apply kazi sehemu, watu wanaweza kukuuliza swali, mfano unaomba kazi sehemu, katika ile maswali ya usahili ya kwenye interview anakuambia hebu tuambie competence yako nini, yani ushindani wako uko wapi, ule ufanisi wake, yani kitu gani unaweza kufanya bora. Sasa kuna hichi kitu kinaitwa ufanisi wa kiungu, divine competence. Andiko la ufunguzi ni Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 5. Neno linasema si kwamba twatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. Si kwamba twatosha sisi wenyewe. Kwa hiyo kwenye mtazamo wa kimwili naweza kuonekana kawaida kabisa. Yani unasema ordinary ni muonekano. Haimaanishi kwamba si ordinary. Maana wa Mungu yote si ordinary. Sio wa kawaida, ni extraordinary. Yani ni tofauti, ni wa pekee. Ila kwa mtazamo nje unaweza kuonekana kawaida. Kwa anasema si kwamba twatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, yani linatokana na sisi. Bali utoshelevu wetu au uwezo wetu watoka kwa Mungu. Kwa ile competence, ule uwezo wa kufanya jambo ni wa Mungu. Masikitili barabara. Watu wanaposema sisi ni wana wa Mungu, sio story. Sio nadharia. Sio vitu ambavyo tukifika mbinguni huko baadaye ndio vitatokea. Ni uhalisi tunaoishi sasa hivi. Ndio maana Paul hapa anasema bali utoshelevu wetu sasa hivi, sio baadaye, ni wa Mungu. Sasa mtume wa Mungu anaanza kusema hivi. Mtume Paulo anatoa tamko muhimu katika Wakorintho wa pili 3:5 kwamba utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. Kwa ile competence yetu, ability yetu. Mtu mwingine anaweza kaona ule ungesema utoshelevu wake, ufanisi wake unatoka labda kwenye elimu, kwenye jina la familia, kwenye kabila alikotoka, uzoefu wa kazi. Umeelewa? Anaweza kutumia vitu vingi, connection alizonazo. Sisi ambao tunaona Mungu, utoshelevu wetu, uwezo wetu watoka kwa Mungu. Ndio Mungu anasema neno utoshelevu hapa linatoka katika neno la Kigiriki ambalo linaitwa hikanotes. Hikanotes ikimaanisha ufanisi au uwezo. Ndio maana neno utoshelevu ukilinyumbulisha linamaanisha uwezo au ufanisi. Hii ina maana kwamba mtoto wa Mungu, kama mtoto wa Mungu, wewe si mtu uliyekosa ufanisi. Una ufanisi wa kiungu, uwezo wako unatoka kwa Mungu, na ukitambua kweli hii itakuletea mabadiliko katika namna ambayo hujawahi kufikiri kabisa. Yaani ukikubaliana na hii kweli kwamba utoshelevu wako, uwezo wako, nguvu yako yatokana na Mungu, maisha yako yatachukua sura mpya. Utaanza yani unasema utaingia katika daraja jipya la maisha, la utendaji kwenye nyanja yote ya maisha yako. Kwa sababu mara nyingi mtu anajiangalia shule nilosoma, mtaa niliokaa,
jina la wazazi, experience unazo kwenye maisha, kwa vile ndo vinaamua je atakuwa bora, ujasiri wake, hamasa yake, uthubutu. Sasa sisi ambao naona wa Mungu mtumishi, baraka sitili barabara. Hakuna Myunani wala Myahudi. Nguvu yetu ni ndani ya Kristo mtumishi. Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yote yamepita. Kwa haijalishi kale yangu ilikuwaje. Haijalishi sijasoma kabisa la sina confidence ya darasa mtumishi. Malaka sata la baya. Ni nguvu ya Bwana mtumishi. Biblia inasema na ila ushirikiano na kwamba kama huyu mtu tayari ana uzoefu, ana jina na familia na kila kitu. Mtumishi. Kuelezea kwa Yesu inakaa vizuri. Okay. Kwa kusema hivi simaanishi uzoefu ni mbaya. Simaanishi darasa halifai au unataka kusoma, hapana. Shule ni muhimu sana. Nilikuwa tuje kusoma, hata hapa tusingeweza kusimama na kusoma tunachokisoma. Kwa hiyo sisemi shule ni mbaya, au darasa ni mbaya, au uzoefu ni mbaya. Lakini mtumishi, roho ndio inayouisha. Mwili si kitu. Yaani the spirit profiteth, ndio yaani mwili hauna faida mtumishi. Sio kwa nguvu wala kwa uweza. Ni kwa roho Bwana. Bila roho ya Bwana mtumishi, hiyo experience yako, elimu yako, juhudi yako ni bure mtumishi. Malaka sitili barabara sitili bukura. Biblia inasema sio akimbiaye mtumishi. Ni kuhusiana na Bwana anayetoa nini? Rehema. Unaweza kupiga mbio sana mtumishi. Unaweza kupambana mno. La kradika la basita. Kama neema imekaa pembeni. Utaelewa. Kuna nini unasema favor is not fair. Yaani upendeleo sio nini? Fair nini kwa Kiswahili? Fair, yani ile fair ile nyingine, yani kwamba yani sio sawa, yani yani jamaa akiwa na upendeleo, yani akiwa kuna aina ya neema ambayo inaitwa favor au upendeleo. Ni neema kabisa ambayo inatoka Bwana. Inaitwa upendeleo. Ukiwa nao mtumishi, pala kaseti kiliba. Jamaa hata hao yana experience ya namna gani mtumishi? Yani mkiwa pamoja, unamwacha mbali sana, yani ni kama asubuhi na usiku. Hiyo difference. Mtoto Mungu anasema hivi, katika andiko hilo tunaona kanuni ya mabadilishano katika namna ya kiungu, ambapo Mungu ametupa uwezo na ufanisi wake ili tuweze kutenda na kufanya kazi kwa uwezo wa Mungu. Kukiri neno ni sehemu kuu ya mchakato huu. Ufanisi na uwezo huu wa kiungu umepandikizwa ndani yako. Hivyo ni lazima uendelee kukiri daima. Daima kiri kwamba uwezo unaotenda ndani yako ni uwezo wa kimungu. Uwezo unaofanya kazi ndani yako unatoka kwa Mungu. Mtoto Mungu anaeleza hapa, anasema kuna kanuni kwamba utoshelevu wetu sio wa kwetu wenyewe, ni wa Mungu. Kwa hiyo maana kuna namna ambavyo hapo kuna kitu kinaitwa exchange, kama vile tumebadilishana. Kwa Bwana amechukua ule udhaifu wetu, ametupa ile nguvu yake, ule ujasiri wake, ule uthubutu wake. Kwa hiyo mtoto Mungu anasema moja ya kanuni sasa ambayo kama vile ina activate au inaamsha uwezo huu ni ukiri wako. Ni maungamo yako. Je, unaungama sawa sawa na kile ambacho Mungu amesema? Kwani maana neno kuungama au kukiri nini? Na maana kwanza ni kukubaliana, sio hivyo? Kwa sababu mtu anasema bwana, naomba niungame dhambi zangu. Inamaanisha nini? Naomba nikiri, nieleze kutoka ndani ya moyo kweli kile ambacho nimekifanya. Au naomba nikiri kosa. Kwamba nakubaliana hilo kosa ni la kwangu. Yes. Kwa hiyo kile ambacho kimesemwa naomba nikiweke wazi. Vile vile kukiri, kuungama kile ambacho Mungu amekisema ni kukubaliana na yeye amesema nini kuhusiana na wewe, kuhusiana na hali yako. Wewe kama neno la Mungu limesema wewe ni tajiri, kiri, kubali wewe ni tajiri, hata kama hisia yako, fikra yako na mtazamo wako havilandani na hivyo. Andiko linasema tunaijua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, ingawa yeye alikuwa tajiri, alifanyika kuwa maskini ili kwa ajili yetu, ili sisi tufanyike kuwa matajiri kupitia umaskini wake. Kwa hiyo swali, je, wewe ni tajiri au sio tajiri? Swali, wewe ni tajiri au sio tajiri? Kulingana hilo neno. Okay, mimi ni tajiri. Yes, ndo walisia. Walisia sio account yako ya benki. Sio una gari ngapi au una shilingi ngapi. Walisia ni kile ambacho neno la Mungu linasema. Kwa sababu neno la Mungu ndio kweli, ndio linalodumu na kuishi milele. Hivi vingine vyote vinapita. Kwa hiyo ikinikuta kwenye hali hiyo,
nikaulizwa, of course nimesimama upande wa neno hata kama sijaangalia mazingira na kila kitu. Yes. Kwa nikagundua kwamba mimi ni tajiri. Ndio. Nikaulizwa sasa, okay, kwa hiyo wewe utajiri uko wapi? Ndio hapo utaanza kukimbilia kwenye afya na uzima. Okay, mtumishi, swali zuri sana. Kama neno la Mungu limesema ni tajiri, kama sasa hizi mfano neno linasema wewe una uzima milele. Maana yake nini? Ni kweli unao, ni nadharia, ni story, ni hadithi? Ninao. Yes. The same. Utajiri ni nini? Utajiri sio wingi wa magari au nyumba. Utajiri ni mindset, ni mtazamo, ni fikra, ni namna unavyojiona, namna unavyowaza. Kwani Bwana alipokuwa akitembea mitaani huku katika Yerusalemu, Kapernaumu, Galilaya, maeneo mbalimbali, alikuwa anatembea na magari 7, 9, 20, alikuwa je, alikuwa maskini? Hakuwahi, kwa sababu moja ya kitu ambacho ndio uelewe kusana utajiri ni katika namna ambapo hauna sense of need, yani hauna hisia ya uhitaji. Kile ambacho unataka kifanyike sasa hivi unakifanya. Angalia kama of course I'm sure umeshakaa na matajiri unafahamu. Haimaanishi anatembea na bilioni 10 kwenye account. I mean kwenye simu au kwenye begi lake au kwenye gari. Lakini akitaka kitu, hayanyua simu, anapiga inakuja. Sio, umeelewa? Ukimpa deal leo ya bilioni 10, kama hana, haji kuwaza unajua bisi na hela, hali yangu ni mbaya. Hapana. Anasema hebu nielezee hiyo deal vizuri. Anataka kuchambua kuona faida yake ikoje. Atanyanyua simu, ataongea na benki, atachukua mkopo, atafanya. Huyo ndo tajiri kwa sababu anachojua ni kwamba anaweza kumobilize resources. Yaani anaweza kuziita zile rasilimali kutoka kushoto kulia zikaja. Kwa hiyo hana sense ya uhitaji. Bala kasiti libo. Kwa kama neno la Mungu limesema wewe ni tajiri, kiri wewe ni tajiri, kubali wewe ni tajiri, zungumza wewe ni tajiri bila kuangalia uzoefu wako. Sababu pia umaskini ni fikra, ni mtazamo. Umeelewa? Ni state of mind. Yaani ni hali ya akili, ya fikra. Ni muundo wa namna unavyoona na kuwaza. Ni kama vile ugonjwa, vile inaanza na namna ambavyo unaona ndani ya moyo. Bila nasema mtu ajionavyo ndani ya moyo wake ndivyo alivyo. Unajionaje? Kwa sababu ukishaanza kujiona katika namna fulani, ile namna unavyojiona ndio itakwenda kwenye mawazo yako ya kufikiri, itakwenda kwenye maneno yako, itakwenda kwenye vitendo vyako, itakuwa tabia yako, itakuwa ni maisha yako. Kwa hiyo inaanza namna unavyojiona. Na ndio maana hata maandiko yanasema ukimwangalia mwanamke kumtamani umefaje? Umezini naye. Lakini hujamgusa, hujaongea naye. Kwa hiyo kiuhalisi maisha ni kutokea ndani kwenda nje, sio kutoka nje kuja ndani. Napo umekumbusha kuna tafsiri moja kwa habari ya maskini kukutana naye kwamba maskini ni mtu ambaye sio kwamba hapati pesa ila ana matumizi mengi kuliko pesa ambayo inapita kwake. Kwa hiyo unaweza kuona pia hata umaskini sio kwamba mtu anakuwa hapati hizo pesa, maana yake unaweza kuzipata ukawa maskini. Exactly, kwa sababu ni mindset, ni mfumo wako wa kufikiri, ni namna yako kutenda ndio inakufanya uwe vile. Na ndio maana lazima Biblia inasema ufanywe upya kugeuza nia yako. Kwa neno la Mungu sasa likubadilisha likwambie kwanza wewe ni tajiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu Kristo amechukua maskini wako, amekupa utajiri wake. Kwa unavyoanza kukiri na kuzungumza namna hiyo, ina maana fikra yako, mtazamo, mazingira yako, kila kitu katika ulimwengu wako kinaanza kulandana, kuendana, kufanana na zile kauli na yale maneno unazungumza. Kwa sababu maneno ni uzima, yanaweza au maneno yana nguvu, yanaweza kuleta uzima au mauti. Kwa hiyo ukianza kuzungumza utajiri, kila kitu katika ulimwengu wako kinaanza kujipanga, kulandana na yale unachozungumza. Ndio Mungu anasema hivi, kufahamu au kusoma jambo tu hili haitoshi au haikutoshi. Ni ukiri wako ndio utakao idhinisha na kuamsha utendaji wa kweli hii katika maisha yako. Kwa hiyo mara kwa mara kiri kwamba utoshelevu wangu ni wa Mungu. Nina ufanisi wa kiungu, ikimaanisha kuwa ninaweza kutekeleza wajibu au jukumu lolote kwa ubora wa hali ya juu. Ndio Mungu anasema kwa kufanya hivi unajiweka sambamba na kweli ya Mungu. Kitendo hiki kinamruhusu Mungu afanye kazi pamoja na wewe, akikuongoza kwa Roho wake ili uenende katika utimilifu wa nguvu zake za kiungu. Kwa maana hiyo ina maana kwa kupitia ukiri wako unampa Mungu nafasi, fursa ya kuweza kutimiza lile neno lilo uhalisi wako. Kwa maana mengine ni kwamba yale maarifa ya lile neno uliyopata kwa kupitia ukiri wako unaya translate, kama vile unayasafirisha, yanakuwa yanatokea, yani yanadhihirika, yanakuwa uhalisi. Ndio Mungu anahitimisha kusema hivi, ni muhimu pia kuelewa kwamba ingawa kukiri kwako mara moja kuna kuweka sawia
na kweli ya Mungu, kukua kwako ni safari. Yani growth is a journey. Kwa maana hiyo, huenda ufanisi huu usidhihirike kamilifu papo hapo katika kila nyanja ya maisha yako, lakini unapodumu na kuendelea katika maungamo yako na kuufuata uongozi wa Roho Mtakatifu, Mungu atakuongoza kwenye njia sahihi. Atakuletea fursa sahihi na uzoefu sahihi ili kukusaidia kukua kamilifu katika ufanisi wake wa kiungu. Yaani mtumishi hapa anasisitiza tena kuhusiana na nini? Na kukiri. Kwa maana kwamba growth is a journey. Wewe ukienda sasa hivi kupiga msosi, umekula chakula yako, let's say ni pilau, ugali, chochote. Ghafla mkono haurefuki au mguu. Kweli si kweli? Kweli. Lakini unavyoendelea kula, Jumatatu, Jumanne, wiki ya kwanza, ya pili, mwezi wa kwanza, ya pili, unaanza kuona mbona umeanza kunawiri. Unaelewa? Mara sijui nguo hii imekubana. Lakini lile badiliko halikutokea ghafla saa hiyo. Umekusikia ule msemo wa Swahili wanasema ng'ombe ananenepa siku ya mnada. Ina maana kuna ili aweze kunenepa wakati ule mnada inabidi wewe umeanza mapema. Kwa sababu baadhi ya vitu kuchange vinachukua na muda. Sasa wewe ni mwana wa Mungu. Umekuwa kila siku unazungumza mateso, changamoto, magumu, umaskini. Ukikutana neno kama hilo unasema alifanya kazi, mimi nimekiri jana, mbona halijatokea leo? No, kwa sababu vitu vingine mtumishi vitachukua miezi 2 kubadilika. Vingine vitachukua mwaka, vingine miaka 2. Kwa sababu gani? Umezungumza negative kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kuna ile cause, yani tunasema inabidi ubadilishe ile tunaita nini? Yani mkondo wa yale mambo katika maisha yako. Yaweze kwenda katika njia nyingine. Haitakuwa ni ghafla. Ni kweli ulivyosema mara kwanza tayari umejiweka katika njia sahihi. Lakini hiyo njia sahihi mpaka uichonge hiyo njia, bala kasiti libaraba. Itahitaji nafasi, muda. Okay. Kwa hiyo pia inategemea jinsi ambavyo uwekezaji ambao ulikuwa umeshaufanya kabisa zamani. Yes, ndani ya moyo wako. Yes. Mfano, angalia Bwana alipokuwa anatoa wana wa Israeli kutoka Misri. Alisema hakutaka kuwapitisha ile njia nyingine ya fupi. Kwa nini? Wasije wakaona vita, wakakimbia, wakarudi wapi? Misri. Kwa sababu hili ni taifa limekaa utumwani miaka 400, almost 200 na kitu. Jumla kuanzia wakati Mungu ametoa ahadi ya wao mpaka wataporudi ilikuwa ndio 400. Lakini wamekaa utumwani kama 200 plus. Kwa hiyo jamaa hawajaweza kujisimamia wenyewe. Wakiona vita, yani hawana military power. Wakikutana na vita, yani itakuwa ni issue. Kwa hiyo Bwana akasema asije akawapitisha kule, wakaona vita wakarudi. Kwa hiyo issue ilikuwa uwezo wa Bwana kuokoa. Issue ilikuwa ni je, imani yao ilikuwa tayari kukabiliana na lile jambo? Kwanza kuona issue kama hapo kwamba Mungu amewaacha apite njia hii, sio kwa sababu hakuweza kuwapitisha, ni kwa sababu imani yao haikuweza kubeba. Kwa wakati mwingine inabidi ukiri kama huu, ufanye tena na tena na tena kwa miezi kadhaa, ibadilishe mtazamo wako, mafaili yako katika mtazamo, upangilie vitu katika njia sahihi. There was a testimony ya dada mmoja ambaye alipata ajali, alikuwa kwenye ndege akawa amepata ajali na ni katika wale survivor ile ndege, na akawa ameumia sana. Kwa hiyo akiwa hospitali yale maumivu yalikuwa makali na nini, akamwambia bwana, mimi naomba unichukue tu nje nyumbani because hali ni mbaya sana. Yaani kwamba nasema nikate moto, yani niondoke, ni check out kutoka katika ulimwengu kwa sababu hali yangu ni mbaya. Yaani maumivu ni makali sana. Anasema Roho Bwana akamwambia ili mauti iwe na nafasi kwako, itabidi uzungumze mauti kwa muda mrefu sana. Kwa sababu at this point mauti haina namna ya kukushika. Yaani hamna namna ya kuchukua uhai wako kwa sababu umeshaongea uzima sana. Na ndio maana ya ajali imebeba wengine imekuacha. Kwa hiyo ili uweze ufe, yani itabidi uzungumze mauti kwa muda mrefu ili ipate nafasi. Malaraka satiki kikalaba. Nikurudishe pale. Musa yani kakukaa na Bwana, kutembea na Bwana miaka 40, sawa? Aliushika uzima, akaukumbatia kiasi kwamba ana miaka 120, Biblia inasema hajakongoroka, jino sio halijadondoka, macho yanaona vizuri, mifupa kila kitu. Miaka 120. Yaani mpaka yes, ya kutembea na Bwana anasema yani mguu kwa mguu, bampa tu bampa. Wala kasiti libadaba. By the time Bwana anamwambia inabidi hautaingia
katika ile ardhi, sio? Utaiona tu utaingia. Jamaa hajui kufa inakuwa bwana anamwambia lala chini. Yani it's like bwana anamuonyesha namna gani ya kuondoka. La kasiti. Sio, unanielewa? Yani mauti haina namna ya kumuingia huyu mtumishi wa Bwana. Inabidi bwana amwambie okay, sasa I'll tell you what happens. Inabidi ulale chini kwanza. Yani kwa hiyo sio kwa maana wa Mungu, yani hivyo vitu havitakiwi kuja vinakugafla tu pa unasikia jamaa ameenda bana. Malika la basiti li barabaya. Aya. Haipaswi kwa njia yako, haipaswi kwa namna yako mtumishi. Ndio maana unasema competence yako, ufanisi wako ni ufanisi wa Mungu, sio wa mwanadamu, sio wa juhudi yako. Hebu fanya sala hii pamoja na mimi. Sema, mpendwa Baba, asante kwa kuniwezesha kwa ufanisi na uwezo wa kiungu. Uwezo wangu hautokani na mimi mwenyewe, bali unatoka kwako. Hivyo nimewezeshwa kiungu kutenda katika ufanisi wako. Nimewezeshwa kufanikiwa katika mambo yote. Napotafakari na kulikiri neno lako, ninatembea katika uhalisi dhahiri wa asili yangu ya kiungu na kutimiza yote ambayo umeniita kutimiza katika jina la Yesu. Amina. La prakati libodobos. Kuna yote ambayo umeitwa kutimiza ndani ya Kristo mtumishi. Naomba ni uandike mistari hii ambayo ni masomo ya ziada au unaweza kusoma zaidi. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 5, tafsiri tuliyosoma ya andiko la ufunguzi ndio hili hapa, Wakorintho wa pili 3:5. Ukiweza kusoma tafsiri ya Amplified Bible Classic itakuwa nzuri sana. Alafu Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Amplified Bible Classic. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Kwa haraka nitakusomea baadhi ya hii mistari katika tafsiri tafsiri ya Amplified Bible Classic, upate picha. Baadhi ya hii mistari itabadilisha sana namna unavyofikiri. Andiko lile la kwanza, Wafilipi 4:13 linasema, ninayaweza mambo yote katika Kristo anitiaye nguvu. Niko tayari kwa lolote na sawasawa na neno lolote kwa yeye anitiaye nguvu za ndani yangu. Ninajitosheleza katika utoshelevu wa Kristo. Wala kasiti diluba. Umesikia hii ni Wafilipi 4:13 katika Amplified Bible Classic. Ninajitosheleza katika utoshelevu wa Kristo. Kwa huo ndio mtazamo wako, hiyo ndio namna yako ya kuongea, kufikiri. Yaani ukiwaza, unaamka asubuhi, uko mchana, jioni, unatembea, upo kwenye gari, upo kwenye basi, unasema najitosheleza katika utoshelevu wa Kristo. Aliyeko ndani yangu ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu. Ndio namna unavyoongea. Kwa usemi tu maisha ndio alivyo, kuna kupanda na kushuka, hatujui mambo yatakuwaje. Unasema utoshelevu wangu, utoshelevu wa Kristo. Aliyeko ndani yangu ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu. Naweza mambo yote. Ninaweza mambo yote. Naweza kukabili project yote, mradi wowote, jukumu lolote. Hii biashara naiweza katika jina la Yesu. Hili jambo naliweza katika jina la Yesu. Unajua kuna watu wanaongea na kwambia, watoto wataniua, hii kazi itaniua, hii biashara itaniua, umji. No, usiongee hivyo mtumishi. Usikatishe maisha yako kwa maneno yako. Ungama kile ambacho Mungu amesema. Kwa maana nyingine nini? Shabiana, kubaliana, landana na neno la Mungu linavyosema. Sio hisia zako, sio mtazamo wako. Ile andiko la Korintho 3:5 Amplified Bible Classic inasema hivi, kwamba sisi tunafaa waliohitimu na wakutosha katika uwezo wetu wenyewe. Nasema kwamba sisi tunafaa au tuliohitimu kutosha katika uwezo wetu wenyewe kufanya maamuzi kibinafsi au kudai au kuhesabu chochote kuwa kinatoka kwetu. Lakini uwezo wetu, nguvu yetu, ujasiri wetu, utoshelevu wetu vinatokana kwa Mungu au vinatokana na Mungu. Kwa hiyo unasema uwezo wangu kwenye hii project unatokana na Mungu. Utoshelevu wangu, competence yangu, ufanisi wangu ni ufanisi wa Mungu. Sasa hebu fikiria Bwana akipewa project anaifanyie kazi, anafanyaje? Malaka city li baraba. Lazima iwe superb, yani iwe nzuri, ipendeze, ivutie. Sasa ukiingia kwenye project unaingia na huo mtazamo na hiyo fikra. Kwenye hiyo ndoa ulionao unasema kwenye hiyo ndoa kuna ufanisi wa Bwana. Malaka city li. Haziwezi kuruka chupa, sijui makofi, ngumi kwenye hiyo ndoa, haiwezekani mtumishi. Kutakuwa kuna amani kamilifu ya pekee. Wow, wala kazi li baraba. Wewe unatusikiliza, kama bado hujampokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako na ungependa ufanisi huu ndani yako, leo, kuanzia leo hii uanze kutembea katika hizi nyanja za ubora na utukufu, hebu fanya sala hii ya wokovu pamoja na mimi pale ulipo. Wewe ambaye bado hujazoea mara pili, sema: Bwana Mungu,
Ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kuwa alikufa kwa ajili yangu na kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Ninakiri kuwa yu hai leo hii. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele. Nimezaliwa upya. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Hakika wewe ambao umefanya sala hii pamoja na mimi, leo hii umezaliwa upya. Ya kale yote yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Na ningependa kufanya sala hii kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasema asante kwa ajili ya wale wote ambao asubuhi ya leo wamemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Shetani hana madai yoyote dhidi ya maisha yao. Hawa ni viumbe vipya, ya kale yote yamepita. Wanaishi katika utukufu na ubora ndani yako Bwana. Ninawabariki kwa neno lako, nawabariki kwa roho wako, nawabariki kwa jina lako. Wanakuwa katika imani, wanasonga mbele, wana ushindi na utukufu na ubora kila siku itwao leo. Na asante Mfalme amani kwa wale wote waliotusikiliza kuanzia tumeanza kipindi hiki Bwana. Katika somo letu zuri kabisa la ufanisi wa kiungu. Wanatembea katika kweli hii, wanatembea katika nuru hii, wanatembea katika utukufu huu, katika jina la Yesu Kristo, kwenye kila nyanja maisha yao. Haijalishi ni eneo gani, kuna ufanisi wa kiungu unadhihirika, unaonekana. Wanalikiri neno lako kila siku itwao leo, wanalizungumza katika vinywa vyao, wanalitafakari katika akili zao, wanalitendea kazi kwenye maisha yao ya kila siku. Na ubora na utukufu na ushindi wa neno hili unadhihirika, unaonekana kwenye kila eneo la maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunaomba na kushukuru. Amina. Amina. Na labda tungesema ile namba kwa wale ambao wangependa kuwasiliana na sisi. Ukawasiliana na sisi katika namba zifuatazo: 0736 000 999. 0736 000 999. Mungu akubariki sana. Amina.